Close your eyes and I want to pray. Unaweza kufunga macho yako niombe. Dear Heavenly Father, I just want to thank you. Baba wa mbinguni, ninataka kukushukuru For this morning, Lord. kwa asubuhi ya leo Mungu. It is glorious and a marvelous morning. Ni asubuhi njema yenye utukufu mwingi. Father, we thank you. Baba, tunakushukuru. For give us this opportunity to stand before you, Lord. Tupa fursa hii ya kusimama mbele zako. Use me as instrument, Lord. Nitumie kama chombo Bwana. To deliver the message that you have put in my heart. Ili kuleta ujumbe ambao umeweka moyoni mwangu. I'm asking the power of Holy Ghost. Naomba nguvu ya Roho Mtakatifu To make us to understand comprehensively. Itusaidie kuelewa kikamilifu This message this morning. Ujumbe huu asubuhi ya leo. I commit each and every one. Ninamweka kila mmoja into your hands. Kwenye mikono yako. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu. Amen. Amen. This morning, asubuhi ya leo, Holy Spirit has given me the message. Roho Mtakatifu amenipa ujumbe. And I'm just asking your attention. Na ningeomba umakini wako. Because it's the message that is going to uplift in your faith. Kwa sababu ni ujumbe ambao utaenda kuinua imani yako. It's the message that is going to encourage your life. Ni ujumbe utakaoenda kuutia moyo maisha yako. It's the message that is going to give you one step to another step. Ni ujumbe ambao utakupa hatua moja kwenda nyingine. So the message this morning, ujumbe wetu asubuhi ya leo, you can write for yourself. Naweza kuandika mwenyewe. To God, kwa Mungu, everything is possible. Kila kitu kinawezekana. To God, kwa Mungu, everything is possible. Yote yanawezekana. Are we together? Tuko pamoja? Now, sasa, let us look the book of Jeremiah. Tusome kitabu cha Yeremia. Chapter 32. Sura 32. Verse 17. Mstari wa 17. And later we'll jump also to the book of Matthew. Na baadaye tutasoma kitabu cha Mathayo. Chapter 19 verse 26. Sura ya 19 mstari wa 26. Nitasoma. Yes. Nisome kwenye NIV. Nitasoma kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ya 32 mstari wa 17. I'm reading from the NIV. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Nothing is too hard for you. Turn to your neighbor. Geukia jirani yako and tell your neighbor that nothing, you can tell your neighbor that nothing is too hard for you. Mwambie jirani yako hakuna gumu kwa Bwana. Nothing is too hard for you. Mwambie kwamba hakuna lilo gumu kwa Bwana. Nitasoma kwa Kiswahili. Yes. Nasema mstari wa 17, Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. There is nothing too hard for you. Now, sasa, there are situations in life, kuna hali kwenye maisha that appear impossible to human being. Yanayoonekana magumu, zinazoonekana ngumu kwa sisi wanadamu. Sometimes, wakati mwingine, we look at our problems and say, tunaangalia matatizo yetu tunakusema, there is no way, hakuna njia yoyote, we may face sickness, tunaweza kuumwa, or financial difficulties, au matatizo ya kiuchumi, family problems, matatizo ya kifamilia, delayed answers to prayer, majibu ya maombi yaliyochelewa, closed doors, milango iliyofungwa, or situation that human strength cannot change, au hali ambazo nguvu za kibinadamu haziwezi kubadilisha. But the Bible gives us a different perspective. Lakini Biblia inatupa mtazamo mwingine. What is impossible for human being, yale ambayo ni magumu, hayawezekani kwa wanadamu, is not impossible for God. Sio yasiyowezekana kwa Bwana. Can you help to tell your neighbor? Naweza kunisaidia kumwambia jirani yako, what is impossible for human beings, yale ambayo hayawezekani kwa wanadamu, is not impossible for God. Hayo sio yasiyowezekana kwa Bwana. Jeremiah chapter 33 verse 17. Yeremia 32:17. The Bible says nothing is too hard for you. Biblia inasema hakuna lililo gumu kwa Bwana. Means this statement,
Hii kauli hii inamaanisha, teach us that God's power inatufundisha kwamba nguvu ya Mungu is greater than our limitations. ni kuu kuliko vile viwango vikomo tulivyoweka. God created Mungu aliumba the heaven and the earth. mbingu pamoja na nchi. If he can create universe, Kama anaweza kuumba dunia hii, he can also change our circumstances. anaweza pia kubadilisha mazingira yetu. That's why you see, Ndio maana unaweza kuona Jesus give us the same truth Yesu alitupa ukweli huo huo in the New Testament. kwenye Agano Jipya. When you read in the book of Matthew chapter 19, unaposoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 19 verse 26, mstari wa 26, the Bible says, Biblia inasema, with man kwa wanadamu this is impossible, haya hayawezekani, but with God lakini kwa Mungu all things are possible. yote yanawezekana. All things are possible. Yote yanawezekana. Tell your neighbor, all things are possible. Mwambie jirani yako kwamba yote yanawezekana. Turn to your neighbor and you can tell your neighbor, all things are possible. Geukia jirani yako na umwambie yote yanawezekana. So when we say, kwa hiyo tunaposema to God everything is possible, kwa Mungu kila kitu kinawezekana, we are not saying that God will give us everything we want. hatuwezi kusema kwamba Mungu atatupa kila tunachotaka. But we are saying that God is an unlimited power. Lakini tunasema Mungu ana nguvu isiyozuilika. And nothing is beyond. Na hakuna kilicho juu His ability ya uwezo wake. When it agrees with his will, kama kinakubaliana na mapenzi yake and his purpose, na mpango wake na makusudi yake. Hallelujah. Hallelujah. So now Jeremiah sasa Yeremia begins to recognize, anaanza kutambua God as a sovereignty. Anamtambua Mungu kama Mungu mkuu. He says, anasema, point to God's authority and rule. Point to God's and authority to rule. Mamlaka ya kutawala. God is not controlled by circumstances. Mungu hatawaliwi na mazingira. Kings or government, wala wafalme wala serikali. Enemies or sickness, magonjwa, poverty or difficulty, umaskini au magumu, situation are not greater than God. Hali mbalimbali sio kuu kuliko Mungu. Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja. God is not controlled. Mungu hatawaliwi in any situation that you are passing through. Na hali yoyote ambayo wewe unapitia. No matter it's diseases, haijalishi ni magonjwa, or government, au ni serikali, or kings, au ni ufalme, or sickness, au ni ugonjwa, or poverty, au maskini, or difficult situation, au hali ngumu, are not greater than God. Hayo sio makubwa kuliko Mungu. So hivyo basi, when your situation is difficult, hali yako inapokuwa ngumu, remember who is not in control. Remember who is in control. Kumbuka yule ambaye anatawala. Your problems, matatizo ulionayo, may be bigger than you, yanaweza kuwa makubwa kuliko wewe, but it is not bigger than God. Lakini sio makubwa kuliko Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Mgeukie mwenzako mwambie matatizo yako Turn to your neighbor and tell him how your problems are not bigger than God. God has made the heaven and the earth. Mungu ameumba mbingu na nchi. You know, one day when I was meditating to see the sovereignty of God, siku moja nilipokuwa natafakari juu ya ukuu wa Mungu, I look at the way God has created us. Niliangalia namna Mungu ametuumba. I looked maybe oceans, niliangalia bahari, mountains, milima. I look the way a different colors of people. Niliangalia rangi mbalimbali walizonazo watu. I realized, nikagundua kwamba God, Bwana, who we worship him, ambaye tunamwabudu, is greater. Ni mkuu sana. Is greater. Ni mkuu. Is king. Ni mfalme of kings. Wa wafalme. Is Alpha. Ni Alpha and Omega. Na Omega. Wangapi wanaamini pumzi ambayo yanavuta ni Mungu ametupa? How many believe that the breath we breathe is only God who have given us? Siku moja nikapita hospitali. One day I passed through the hospital. Nikamkuta mgonjwa. I found a sick person. Yupo kwenye wakati wa mwisho. He was in his last moments. Ana breathe. Alikuwa anapumua. Ule mtungi, and that oxygen cylinder, imeisha. Was finished. Kwa hiyo madaktari wanahangaika. So the doctors was hurrying up. Yes. Unaenda hivi kidogo baba basi. Naona wanahangaika. So they were struggling. Oh yes. Yes. Wanahangaika. So they were struggling.
Ni kama inachekesha lakini inaumiza. So it's like it's make us laugh but it's painful. It's painful. Kwa hiyo yule mgonjwa anapata shida. Man was struggling. Sasa nawauliza pale, kuna kitu gani hapa? Then I was asking them what happened. Nesa ananijibu kwa mada. Nani gesi yake mtungi wake umeisha. Then ndio tumeongea wa utafute the gas cylinder. Na jitu lililolala pale ni jitu la milaba minne. And that man was a huge man. Unajua watu ambao ni wanene sana. You know the people who are very fat. Kuna mtu mmoja niliwahi kulala naye kule Dodoma. One day I used to sleep with him. Chuo cha Biblia. At the Bible College at Dodoma. Ni baba la pande kama nne. Ni kama Goliath fulani hivi. He was like Goliath. Usiku nilipata shida. At night I was struggling. Sababu alikuwa anavuta pumzi kwa nguvu. Because he was. Sasa hii kitu gani hii? Then I asked myself, what is this? Nafikiri mnamfahamu. Siku hizi ameshaanza kufanya mazoezi. Amebadilika. I think you know him. This time sasa he's a changed man. Nikafikiri ni pepo. Then I thought it was a demon. Nageuka hivi naona mtumishi wa Mungu kanta tumbo lipo hapa. Then I turned and I looked at and I saw him sneezing. Sasa kwa sababu ni my elder. So because he was my elder, nashindwa kumwambia. I find it difficult. Nasema nitumie hekima gani? And I said, what kind of wisdom? Maana sasa inakuwa kero. I used to tell him. He was sneezing. Nilifanya uamuzi kwenda kulala chumba cha maombi. Then I decided to go to sleep. Na kuanzia siku hiyo, and by that day, nilisema nikiwa naenda chuo cha nitalala kwenye chumba changu mwenyewe. And I said when I attended the Bible college, kama mke wangu ananitembelea it is well, at my own lakini room. Chumba changu mwenyewe. But I will sleep at my own. Yule bwana nikamshauri. And I advised that man. Mimi ni mnene lakini yeye ni mnene zaidi. But he's fatter than me. Kaanza kufanya mazoezi. Then he started jogging. Fanya mazoezi. He started jogging. Mwili umepungua. The body has alikuwa hawezi kusimama bila kutumia vidonge. Yaani kwanza kulala kwake lazima apate vidonge. He find it difficult to sleep. Ni kila siku. So he has to take pills every day. Hebu mgeukie mwenzako mwambie wewe usiupende unene wewe. Tell him or her that don't like unene ni ugonjwa mbaya. Fatness is a sickness. Na mtu mmoja nikamkuta anafunga na kuomba. One man I found him fasting and praying. Bwana Yesu nipe angalau kitambi kidogo. Jesus give me at least a big belly. Angalau wadada wakiniona na mimi nionekane nina hela. So that when women look at me they look. Nikasema haya ni maombi kipumbavu kabisa. And I say that is a foolish prayer. Sasa nafika hospitali pale. And then when I reach at the hospital, yule mtu anahangaika. The man was struggling. Alikuwa anahangaika. Sasa namuuliza yule nurse, kuna nini hapa? Then I asked the nurse, what is happening here? Nasema mtumishi wa Mungu gesi imeisha. He said, man of God, the gas is. Na tumepata wagonjwa wengi wa emergency. And we have received many emergency. Ambao mitungi mingi imeenda huko. And the cylinders were departed. Kwa hiyo tuombe Mungu kama upatikane. And let us pray that so that we can recover one. Lakini ukikosekana, when the cylinder is missed, tunamwachia Mungu. We will leave everything to God. Hebu mgeukie mwenzako mwambie uhai ulio nao. Tell him or her the life which you have ni kwa neema ya Mungu. It is only by the grace of God. Ndio maana hutakiwi kuwa na dharau. That's why you are supposed not to despise others. Hutakiwi kuwa na dharau. You are not supposed to despise others. Hutakiwi kumwacha Mungu. You are supposed not to leave God. Maana Mungu akiamua chochote kwenye maisha yako, because when God decide anything at any time, wakati wowote Mungu anaweza kukuchukua. God may take you. Unaelewa vizuri? Do you get me? Geukie mwenzako ombe acha dharau. Turn to your neighbor, tell him or her. Maisha ya mwanadamu siku zote, the life of a man every day, yapo kwenye mikono ya Mungu. It is in the hands of God. Kwa hiyo Mungu akiamua at any time, so when God decide any time, anakuondoa. He may take you. Wangapi wananielewa? How many understood? Wangapi wananielewa? How many are getting me? Ndio maana sasa unapokuepo mahali hapa, that's why when you are here, jifunze kunyenyekea, kumtumikia Mungu. Learn to be humble and serve the Lord. Jifunze kumtumikia Mungu. Learn to serve the Lord kwa upendo, with love, kwa kunyenyekea, with humbleness, ukijua kwamba uhai ulio nao, knowing that the life which you have, ni uhai ambao Mungu amekupa kwa muda. It is God who have given you. Maisha yako uliopewa, the life which you have been given, Mungu amekupa kwa muda mfupi. God has given you at a shorter time. Ngapi wananielewa? How many understood? Ngapi wananielewa? How many are getting me? Huwa nasikitika kuongea na washirika. I'm very sorry when I'm talking with. Yes.
huwa najisikia vibaya kuongea na washirika I find it very bad when I'm talking mambo yanayowahusu wao wenyewe na Mungu wao. For their own issues with God. Na unapomwambia mtu wakati mwingine anakasirika. When you are telling somebody he became angry. Anadhani mchungaji anamuonea. You think that the pastor is. Lakini ukweli ni kwamba, but the truth is that mchungaji amuonee mtu yoyote. The pastor does not. Anatimiza wajibu wake. He is only fulfilling his purpose. Kukumbusha mahusiano yako na Mungu. To remind you of the relationship with God. Na ujue kwamba kuna siku na wakati. And you should know that there is time and day. Huo uhai ulionao, that life which you have, hayo maisha ulionayo, the life which you have, aliyekupa atayaondoa. The one who has given you that life will take it. Wangapi wananielewa mpaka hapa? How many are getting me? Wangapi wananielewa mpaka hapa? How many are getting me? Kwa hiyo jifunze kunyenyekea mpendwa. So learn to be humble. Na maisha yetu siku zote ni mafupi. And our life is always very short. Imeandikwa kwenye kitabu cha Ayubu 14. It is written in the book of Job 14. Maisha ya mwanadamu, that the life of a man aliyezaliwa na mwanamke, who is born with a woman, by a woman, siku zake za kuishi, his days, si nyingi, are very few. Nazo zimejaa tabu na shida. It is full of troubles. Hata Mungu akupe maisha ya muda gani, when God give you, bado maisha yetu ni mafupi. Our life is very short. Jina la Bwana libarikiwe. Glory be the name of the Lord. Namkumbusha mtu mmoja asubuhi, I'm reminding one person this morning, kwamba Mungu anakuhitaji sana kwenye maisha yako. God wants you. Mungu anakuhitaji sana umtumikie. God wants you to serve him. Mungu anahitaji sana uendelee kufanya kazi yake. God wants you to continue ministering. Kwa kuwa Mungu amekupa kile ambacho unastahili. Because he has given you what you usichostahili. What you don't deserve. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Sasa ujumbe wangu wa leo unaosema, the message of this morning says, all things are possible to God. Mambo yote yanawezekana kwa Bwana. All things are possible to God. Yote yanawezekana kwa Bwana. And we want to go to look. Tunaenda sasa kuona the reasons why, sababu kwa nini, to God, kwa Mungu, everything is possible. Yote yanawezekana. Number one. Sababu ya kwanza. Number one. Sababu ya kwanza. To God everything is possible. Kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Because God is a creator of all things. Kwa sababu Mungu ni muumbaji wa vitu vyote. Are we together? Tuko pamoja? God is creator. Mungu ni muumbaji of all things. Wa vitu vyote. So the first reason, sababu ya kwanza, everything is possible. Kila kitu kinawezekana with God. Kwa Bwana. Because God, ni kwa sababu Mungu created everything. Yeye ndiye aliyeumba vitu vyote, including yourself. Ikijumuisha wewe. It is hand work of God. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. God has created you. Mungu amekuumba wewe. He created everything that you see. Ameumba kila kitu unachokiona kwenye dunia hii. So if God has created, kama Mungu ameumba everything that you see, vitu vyote unavyoviona, it means, inamaanisha kwamba God, Mungu, he can do everything. Anaweza kufanya kila kitu. If God created you, kama alikuumba wewe, if God, he can able to fix your life. Kama anaweza kutengeneza maisha yako. You know, sometimes we are praying. Wakati mwingine tunaomba, God heal me. Mungu niponye. God provide for me. Mungu nipatie riziki. God make a way for me. Mungu fanya njia kwa God protect my family. Mungu linda familia yangu. God protect my business. Mungu linda biashara yangu. And God did. Na Mungu anafanya. I want to ask you the question. Ninataka kukuuliza swali. Do you think, unafikiri kwamba there are some things that is impossible to God? Unafikiri kwamba kuna vitu ambavyo ni vigumu kwa Bwana? I want to tell you this morning. Ninataka kuambia asubuhi ya leo. Everything that is hard, kwamba kila kitu ambacho ni kigumu in your life, kwenye maisha yako, to God, kwa Mungu, everything is possible. Kitu kinawezekana. Everything is possible. Kila kitu kinawezekana. Hallelujah. 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 In the book of Genesis, kitabu kile cha Mwanzo, chapter 1 verse 1, sura ya kwanza mstari wa the Bible says, Biblia inasema, in the beginning, mwanzo, hapo mwanzo, God created, Mungu aliumba the heaven, mbingu and the earth. na nchi. God created, Mungu aliumba the world, ulimwengu from nothing. Kutoka kwenye, before creation, kabla ya kuumba, there was no human ability. Hakukuwa na uwezo wote wa kibinadamu. No human technology. Hakukuwa na teknolojia yote. No human resources. Hakukuwa na rasilimali zote. There was only God. Alikuwepo Mungu pekee. That's why we see,
Ndio maana tunapoangalia in the book of Genesis, kitabu kile cha Mwanzo, God revealed his ministry. Mungu anafunua huduma yake, of how God created us. Namna alivyotuumba sisi. Because in the beginning, kwa sababu hapo mwanzo, in this world, duniani hapa, it was empty. Dunia ilikuwa tupu. But God, lakini Bwana, through the power of the Holy Ghost, kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, he created everything that you see. Aliumba kila kitu unachokiona. God said, Bwana alisema, let there be light. Iwepo nuru. And there was a light. Na nuru ikaja. When you read in the book of Genesis chapter 1 verse 3. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3. So if God created something, kama Mungu aliumba kitu from nothing, kutoka kwenye hamna, he can certainly work, anaweza kabisa, in a situation that look impossible to us, kufanya kazi kwenye hali ambayo kwetu sisi inaonekana ngumu. When you read in the book of John, unaposoma kitabu cha Yohana chapter 1 verse 3, sura ya kwanza mstari wa 3, the Bible says, Biblia inasema, through him, kupitia yeye, all things vyote were made. Viliumbwa. Without him, pasipo yeye, nothing was made hakuna ambacho kiliumbwa. that has been made. Hakuna chochote ambacho hakikuumbwa pasipo yeye. In the book of Colossians chapter 1 verse 16, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16, the Bible says, Biblia inasema, that all things, vitu vyote, were created, viliumbwa through Christ, kupitia Kristo, and for Christ, na kwa ajili ya Kristo. Everything that you see, vyote unavyoviona, mountains, milima, lakes, maziwa, oceans, bahari, people, watu, animals, wanyama, was created, viliumbwa through Christ, kupitia Kristo, for Christ, na kwa ajili ya Kristo. Even you, hata wewe, you was created, uliumbwa by Christ, kwa Kristo, for Christ, kwa ajili ya Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Do not measure God by your resources. Usimpime Mungu kwa rasilimali ulizonazo. Sometimes, wakati mwingine, you may say, unaweza kusema, I have no money, sina fedha, I have no connection, sina muunganiko na watu, I have no strength, sina nguvu, I have no opportunity, sina nafasi, fursa. But God, lakini Bwana, does not need, hahitaji what you have, kile ulichonacho, in order to accomplish your vision, maono ulionayo. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and sisters, ndugu zangu wa kike na wa kiume, to God, kwa Mungu, everything is possible. Kila kitu kinawezekana. Everything is possible. Kila kitu kinawezekana. I'm saying once again, everything is possible. Ninasema tena, yote yanawezekana. No matter you are passing through the challenges, hata kama unapita storms and the mountains, kwenye milima na mabonde, in your lives, kwenye maisha yako, don't mind. Usijali. Don't be disappointed. Usikatishwe tamaa. There is a word of God. Liko neno la Mungu that is encouraging this morning. Ambalo linakutia moyo asubuhi leo. That to God, kwamba kwa Bwana, everything is possible. Yote yanawezekana. Nasema yote yanawezekana. Everything is possible. Kwa yeye aliyekumba yanawezekana. To him who have created. Kwa yeye aliyekuokoa inawezekana. To him who have saved you. Haijalishi umelia kwa kiwango gani. Doesn't matter how many times you have cried. Haijalishi umeumizwa kwa kiasi gani. It doesn't matter how much you have been wounded. Haijalishi umekatishwa tamaa kwa kiwango gani. It doesn't matter. Lakini asubuhi ya leo, but this morning, yote, everything yanawezekana is possible kwa Bwana. To Lord, yote, everything yanawezekana is possible kwa Bwana. To God. Turn to your neighbor and you can tell your neighbor, everything is possible. Kila kitu kinawezekana. Just tell your neighbor, don't the thing that is impossible to man, vile ambavyo ni vigumu kwa binadamu, to God, kwa Bwana, all things are possible. Yote yanawezekana. And I want to prophesy this morning, na ninataka kutabiri asubuhi leo, anything that is hard to your life, kila kitu ambacho ni kigumu, before you end this year, kabla hujamaliza, you are going to prosper. You are going to next level. You are going to another step. God is going to uplift you one place to another. I promise you in the name of Jesus, everything that is troubling your life will never prevail in the name of Jesus, because the hand of God is upon your life, and the God will go with you in the name of Jesus. Haijalishi mambo gani yamekuwekea wigo, yamekukatisha tamaa, lakini asubuhi ya leo nataka nikwambie haki yako inakuja. I want to tell you, your right is coming. Haki yako inakuja. Your right is coming. Tikisa mwanzo kwambie haki yangu inakuja. Shake your neighbor, tell him how your right is coming. Cheza kidogo basi. You may dance slowly. Tikisa hicho kitumbo chako. Shake your belly. Haki yangu inakuja. Tell yourself, my right is coming. Hivi mtu haki yake inakuja na kaaga hivi. Wewe hujai kwendaga mahakamani
Mimi naye kwenda mahakamani. I attended to court. Kwanza wakili wangu akaniambia, pastor, ngoja kwanza nivute nani cha Arusha kidogo nje. My advocate was advising. Uchu kama mimi ni mchungaji sasa, baba anajua. To wait so that he can. Lakini ngoma ya mahakamani sio ya mchezo. But at court things are very heavy. Mtu anavuta tu kule nje. And I saw him smoking. Alipoingia, when he alikuwa ni charu paka hakimu mwenyewe akasema, I say court. He was very vibrant. Ushindi nikapewa. And I was given the victory. Unapokuwa kwa Bwana ni zaidi ya hayo. So when you are, unapopokea ni zaidi ya hayo. When you receive it, kwa sababu tunayempokea ni Yesu aliye hai. 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 Nami nakutabiria asubuhi ya leo, yale yaliyoshindikana kwenye maisha yako yatawezekana tena leo. Yatawezekana tena leo. Yatainuka tena leo. Yatainuka tena leo. Haijalishi ni magumu kwa kiwango gani, Bwana ataenda kufanya njia pasipokuwa na njia. Kuna mtu mmoja anasema, wenzangu wanajenga misije. One person is saying others are building while I'm not building. There's some my friend that getting married. Baadhi ya marafiki zangu wengine wanakasirika. But me I'm still in there. Lakini mimi ni bado niko. Praying and fasting each and every day. Ninafunga na kuomba kila siku. But I've never seen the hand of God in my life. Sijaona mkono wa Bwana kwenye maisha yangu. I want to encourage you. Nataka kutia moyo. Continue to pray and pray. Kuomba na kuomba. Continue to seek the presence of God. Kutafuta uwepo wa Mungu. Continue to come to the church. Endelea kuja kanisani. There is a day. Ipo siku that God ambayo Bwana will answer your prayer. Atajibu maombi yako. 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 Na mimi natabiri kwa jina la Yesu. I'm prophesying this. Kabla hujamaliza mwaka huu, before you finish, Bwana akakupe nyumba yako. May the Lord give you. Kabla hujamaliza mwaka huu, before you finish this, Bwana akakupe kazi yako. Kabla hujamaliza mwaka huu, before you finish, Bwana akakupe gari lako. Kabla hujamaliza mwaka huu, Bwana akakupe watoto wako. Kabla hujamaliza mwaka huu, Bwana akakupe cheo chako. Kabla hujamaliza mwaka huu, nasema Bwana akakupe connection. Let God give you connection. I receive. Ninapokea. Hallelujah. Hallelujah. Injili tamu unapokuwa encouraged. The gospel is very sweet to anyone. Mje basi, mje bana. Hallelujah. Hallelujah. Yukie mwenzako mwambie mwaka huu lazima litokee jambo. Mwaka huu lazima litokee jambo. Something shall happen. Kisha panakuja mtu mmoja hapa kanisani. The day before yesterday, one person mchungaji, naomba tuongee wawili tu. And he told me that, Pastor, let us speak together. Nikamwambia na mama mchungaji, wewe pasema kweli, lakini najisikia baba. I want to talk to you only. Akaniambia mchungaji, naomba niambie kitu kimoja. And he said to me, Pastor, tell me one thing. Mimi ni mtoaji wa zaka. I'm a good at giving tithe. Bahasha yangu ni hiyo. This is my envelope. Kagua. Nikaanza kukagua. And I was cross checking it. Kuanzia Januari. From January. Ni mwaminifu. He is very faithful. Anatoa vizuri. He is giving faithful. Aniambia, "Embo niambie." And he told me, tell me, Pastor, kwamba anajibu. That God which you say is answering prayers. Nimekuwa na mafurushi ya matatizo. Kila ninapotoa ndo mafurushi ya matatizo yanapoongezeka. Every time when I'm giving, problems are increasing. Unajua hata hiyo rafuzi Hiyo rafuzi. You know that pronunciation. Rafuzi ni ya wapi we know that pronunciation. And he said, my pastor, tell me. Baba, mimi natoa zaka hivi. It is impossible that I'm giving this much. Mambo kama maluelue hivi. And I'm still seeing. Hebu niambie, wewe ndio mchungaji. Tell me, you are the pastor. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nikamwambia okay. Kwa hiyo unasemaje? That, what do you say? Kuna jambo moja limenisumbua sana. There is one thing which yule baba hataki kurudi. I have struggled. Yaani yule baba ameniua, mimi nampenda. And that man is not returning to me. Yaani mimi nampenda. And I loved him. Nikamwambia kwanza umetoka wapi? And I asked him, where are you from? Kilimanjaro. Nikamwambia sawa. And she told me, yule baba ni Msukuma. Ninampenda yule baba. A Sukuma, and I loved him. Nikamwambia sawa kabisa. And I told him, correct. Anasema katika kipindi cha mwaka mmoja. She said, in the period of 1 year. Mume wangu amepata kazi nzuri. My husband has gotten good job. Tumepambana naye kuanzia chini huku. We have struggled together from. Tumetafuta mtaji pamoja. We fought together to get a capital. Akapata biashara nzuri. And he got a good fanya biashara wa madini. And he is a businessman. Lakini siku account ilipoanza kusoma 1B. And when the account started to read 1 billion. Akaanza kuniacha mdogo mdogo. He started leaving me slowly. Akaanza kuniacha. He started leaving me. Nikamwomba Mungu. And I prayed to God. Kitu gani kinaendelea hapa? That asking him what is alikuwa analipa ada za watoto. He was paying school fees for kids. Halipi tena. He pay no more.
alikuwa ananisupport mambo yangu mengi. He was supporting me to many things. Hamna mawasiliano kabisa. No connection again. Mchungaji, nimeomba sana. Pastor, I have prayed much. Nimeenda kwa Mwakasege. I have attended to Kaniombea. He has prayed for me. Nimepanda na mbegu. And I have sown a seed. Nikaenda kwa nani mwingine? Huyu Mwamposa. I go to Mwamposa. Nimepanda na mbegu. And I have sown a seed. Mchungaji, nimehangaika. Pastor, I struggled. She was crying. Nikamwambia sawa. And I told her it's okay. Afu mimi moyoni mwangu nikasema mtahangaika, mtarudi magorofani tu. And I said you will struggle and you will come back here. Unataka nikufanyie nini? And I asked her what Mchungaji, you want me to do. Niombe. And she said, Pastor, pray for me. Mume wangu arudi. My husband to return. Mbia sawa. Piga magoti. It's okay. Kneel down. Bwana Yesu. I said, Jesus, kabla ya jua kuzama, before the sun is set, lete mume wake popote alipo. bring her husband back. Mrejeshe mwenyewe. Bring him back. Mrejeshe mwenyewe. Bring him back. Piga maombi. Then we prayed. Nikamwambia amina. And we said amen. Nenda kwa amani. And I told her, go at peace, with peace. Mida ya saa 2. And at night around, baada ya miezi 6 mpaka 7, after 6 to 7 months, baba haonekani. The man is nowhere to be found. Gari inapiga hodi. And she was surprised to saw a car. Kufungua mlango, and when she opened the door, anamuona baba amerudi. She saw her husband back. Aliponipigia simu, and when she called me, nikamwambia tumemuona Bwana. And I told her that we have seen the end of the Lord. Tukamtukuza Bwana. We glorified God. Amani imerudi. The peace has returned. Furaha imerudi. The joy has returned. Nilipokutana na mume wake kwa neema. When I met husband by the grace of God. Nilipokuwa namuuliza Bwana, kwa nini ulimwacha huyu mama? And when I was asking him, anasema mchungaji, how comes you leave? Naweza nikaongea mengi nikajitetea. And he said, Pastor, kweli ni kwamba sijui kilichonitokea. I don't know what happened. Nilikuwa na mtu mwingine ndio. I asked him that if he had another woman. He said yes. Wangapi? Anasema zaidi ya 5. And he said more than 5 women. Na wote wale wanajua kwamba yule ni mume wa mtu. And all those 5 women knew that the man is. Lakini walikuwa wanaenda kwake kwa sababu ya nini? But they went to him because of money. Geukie mwanza kumwambia hela ina matter. Turn to your neighbor, tell him or her that the money matters. Utapewa shikamoo. You will be greeted kwa sababu ya wallet yako imejaa. Because your wallet is full. Lakini unaweza kuwa una ndevu nyingi. But you may have. Lakini kama huna pesa watu wanakupita. But when you have money people will pass. Kama walivyokuwa wanampita yule Msamaria kwenye ile Biblia. As people pass by the. Napita wa kwanza, wa pili, mpaka wa tatu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nacho nataka niseme ni nini? What I want to say this. Maombi yake Mungu alijibu. Her prayers was answered. Yule mama alifika wakati wa kukata tamaa. That woman was very discouraged. Aliona kama hakuna njia tena. He saw there is no way. Aliona kwamba mbele ni giza. She saw darkness in front. Baba hatoi tena fedha. The man is not giving again. Mahusiano ya ndoa yamekwisha. The relationship is broken. Watoto wanahangaika. The children are struggling. Atakwenda wapi? Where did he? Kumbe kuna watu walikuwa wamemzuia yule baba. There were people who were. Tulipoomba maombi, when we prayed, Bwana akamchomoa. Lord, get him out. Kwenye shimo alilokuwa amekamata. Nami nakutabiria asubuhi ya leo. Yoyote aliyekamata ndoa yako. Yoyote aliyekamata watoto wako. Yoyote aliyekamata biashara yako. Apigwe leo kwa jina la Yesu. Nasema apigwe leo kwa jina la Yesu. Nasema apigwe leo kwa jina la Yesu. Hebu sema pigwa 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 pigwa. Pigwa 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 pigwa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hakuna atayezuia biashara yako. No one will stop you. Hakuna atayezuia ndoa yako. No one will stop you. Hakuna atayezuia watoto wako. No one will stop you. Hakuna atayezuia familia yako. No one will stop you. Na kutabiria kwa jina la Yesu. Yoyote ataingia kwenye 18 ya biashara yako atapigwa kwa jina la Yesu. Yoyote ataingia kwenye 18 ya ndoa yako atapigwa kwa jina la Yesu. Yoyote ataingia kwenye 18 ya watoto wako atapigwa kwa jina la Yesu. Hebu mpe Bwana makofi ya utukufu. Clap your hands for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna kinachoshindikana kwa Bwana. There is nothing impossible to God. Number 2. Point ya pili. God can do Mungu anaweza kufanya human beings yale ambayo wanadamu cannot do. Hawawezi kufanya. In the book of Jeremiah, kitabu cha Yeremia chapter 32, sura ile 32, verse 17, mstari wa 17, says, inasema nothing hakuna jambo is too hard for you. Gumu kwa Bwana. There are things, yapo mambo human beings wanadamu cannot accomplish. Hawezi kuyatimiza. Human strength, nguvu za kimungu has limitations. Zina mipaka. But God
God's power, lakini nguvu ya Mungu has no limitation. haina mipaka. You know, if you remember the story of Abraham and Sarah, kama unaweza kukumbuka habari ya Abraham na Sara, how many remembered? Wangapi wanakumbuka story ya Ibrahim na Sara? The story of Abraham and Sarah. Wangapi wanaikumbuka? The Bible says they were old. Biblia inasema walikuwa wazee sana. And Sarah na Sara had passed the normal age, alipita ule umri wa kawaida of having children, wa kupata watoto. Humanly speaking, kuzungumza kwa kibinadamu, having a child was impossible. Kuwa na mtoto ilikuwa ngumu. And we have some doctors, na tunao madaktari hapa, they can prove that, wanaweza kuthibitisha hilo. At age kwa umri aliyokuwa nao of 80 to 90, miaka 80 mpaka 90, it was impossible, haiwezekani for them to get a baby, kwao kupata mtoto. Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? And that it was a perspective, na huo ndio ulikuwa mtazamo as a human being, wa kibinadamu. Even today, hata leo, that perspective, huo mtazamo, it is killing of us. Unatuua. That perspective, huo mtazamo, is affecting a lot of people in the church. Unaathiri watu wengi kanisani. That perspective, huo mtazamo, is affecting a lot of people. Unaathiri watu wengi sana. But I want to tell you, lakini nataka kuambia kitu kimoja. God promised. Mungu aliahidi. Anything that God promised us, kila kitu ambacho Mungu alituahidi, it shall come to pass. Itatokea. It shall come to pass. Kitatokea. In the book of Genesis chapter 18, kitabu cha Mwanzo sura ya 18, verse 14, mstari wa 14, the Bible say, Biblia inasema, is anything too hard for the Lord? Anauliza swali, anasema, je, kuna jambo gumu kwa Bwana? Just turn to your neighbor, geukia jirani yako and ask your neighbor, muulize, is anything, je, kuna jambo lolote too hard for the Lord? ambalo ni gumu kwa Bwana? God fulfilled his promise. Mungu anatimiza ahadi zake. And Isaac was born. Na Isaka akazaliwa. When you read in the book of Genesis, unaposoma kitabu kile cha Mwanzo 21, sura ya 21, from verse 1 to 2, mstari wa kwanza mpaka wa pili, you can get that story. Naweza kuikuta hiyo habari. But lakini God, Bwana, fulfilled his promise, anatimiza ahadi zake to Abraham and Sarah. Alitimiza ahadi yake kwa Abraham na Sara, Ibrahim na Sara. And Isaac, na Isaka was born. Akazaliwa. Matthew chapter 19 verse 26. Mathayo sura ya 19:26. The Bible say with man, kwa wanadamu this is impossible. Hayawezekani. But with God, lakini kwa Bwana all things are possible. Yote yanawezekana. Mathayo sura ya 19:26. 19:26 Mathayo. So maybe people have told you, lakini pengine watu wamekwambia, it cannot happen. Haiwezekani, haitatokea. Never. Kamwe. And some of them, lakini pengine watu wengi, baadhi yao, they are closely friends, ni marafiki wako wa karibu kabisa, who are speaking that words, wanaoongea maneno hayo, that it will not happen, kwamba haitatokea. You will never get married, utaolewa, you never get a children, utapata mtoto, you never build your house, utajenga nyumba yako mwenyewe, never buy your car, utanunua gari lako. But I want to tell you, lakini nataka kuambia, what is impossible with man, lile ambalo ni gumu kwa wanadamu, is possible with God. Linawezekana kwa Bwana. Is possible with God. Linawezekana kwa Bwana. Is possible with God. Linawezekana kwa Bwana. You know, sometimes we have been affected, wakati mwingine tumeathirika, of some of negative words, na maneno hasi ya wengine, comes from our different families, friends, yanayotoka kwa marafiki mbalimbali, or even in the church, au hata watu shirika kanisani. And most of them, na wengi miongoni mwao, have been discouraged, wamekatishwa tamaa, and been disappointed, na wamekata tamaa. And some of them, they stopped to come to the church, na wengine wameacha kuja kanisani because of some of negativity words, kwa sababu ya maneno hasi walioongea to the people, kutoka kwa watu. But I want to tell you, lakini nataka kuambia, don't hear some negativity words from the people. Usisikie maneno hasi kutoka kwa watu, because God has a word for you, kwa sababu Mungu analo neno kwa ajili yako, and is encouraging us, na anatutia moyo, that is impossible to man, kwamba lile lisilowezekana kwa wanadamu, to
To God all things are possible. Kwa Bwana yote yanawezekana. That's why I want to encourage you. Ndio maana nataka kutia moyo. Everything that you want to do. Kila kitu unachotaka kufanya. Every vision that you want to do. Maono, kila maono unayotaka kufanya. Every business that you want to do. Kila biashara unayotaka kufanya. To God everything is possible. Ninakwambia kwa Bwana yote yanawezekana. If you believe, kama utaamini that God can do better your business, kama unaamini kwamba Mungu atafanya mema kwenye biashara, it shall come to pass. Yatatokea. It shall come to pass. Yatatokea. It shall come to pass. Yatatokea. And that is my prayer. Ndio maombi yangu. Anything that you want, kila kitu ambacho unataka, anything that you request to God, kila ambacho unakiomba kwa Bwana, God is going to do. Bwana ataenda kufanya. If you believe to God, kama utaamini kwa Mungu, I'm telling you, God will be able to make sure to accomplish that vision that you have. Ninataka kuambia Mungu atahakikisha. And before you end up this year, na kabla hujakitimiza mwaka huu, God is going to uplift you. Bwana ataenda kukuinua. God is going to make a way to your life. Bwana ataenda kufanya njia kwenye maisha. And it is possible in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And that's the point. Point ya mwisho. Point ya mwisho. Kwa nini hakuna gumu kwa Bwana? God has power. Kwa sababu Mungu anayo nguvu over impossible situations. Mungu anayo nguvu kwa hali zisizowezekana. God does not become weak. Mungu hawi mdhaifu because our situation is difficult. Kwa sababu hali tulizonazo ni ngumu. When you look at the example of Red Sea, unapoangalia ile mfano wa bahari ile ya Sham, Israel stood before the Red Sea. Waisraeli walisimama mbele ya bahari ile ya Sham. Behind them, nyuma yao was Pharaoh's army. Alikuwa Farao na jeshi lake. And in front, na mbele yao of them was the sea. Ilikuwa bahari ile nyekundu. Humanly speaking, kwa kibinadamu, was no escape. Hakukuwa na pa kukimbilia. Was no escape. Hakukuwa na pa kukimbilia. But God, lakini Bwana, opened the Red Sea. Aliifungua bahari ile nyekundu. God opened the Red Sea. Bwana aliifungua bahari ile ya Sham. Was impossible. Ilikuwa ngumu, haiwezekani. For them to get away. Kwao kupata njia in the ocean. Katikati ya bahari. But because the principle to God, lakini kwa sababu kanuni ya Mungu, everything is possible. Kila kitu kinawezekana. God make a way for them to pass. Mungu alitengeneza njia kwao kupita. In the book of Exodus, kitabu cha Kutoka, chapter 14 verse 14, sura ya 14 mstari wa 14, the Bible says, Biblia inasema, the Lord Bwana will fight for you. Atawapigania. You need only to be still. Unahitaji tu kuwa imara. The Lord Bwana will fight for you. Atawapigania. You need only to be still. Mnahitaji tu kuwa imara. Tell your neighbor, mwambie jirani yako, the Lord will fight for you. Kwamba Bwana atakupigania. Tell your neighbor again. Mwambie jirani yako tena, the Lord will fight for you. Bwana atakupigania. You just need only to be still. Unahitaji tu kuwa mtulivu. You need to be still. Unahitaji tu kuwa mtulivu. You need to stand firm. Unahitaji kusimama kwa ujasiri. God made a way. Mungu hufanya njia where there appeared to be no a way. Pale inapoonekana hakuna njia. Jesus, Yesu, also demonstrated God's power. Alionyesha nguvu za Mungu over impossible situation. Kwenye hali zile ambazo haziwezekani. I think when you remember the miracles, tunapokumbuka ule muujiza in the book of John, kwenye kitabu cha Yohana chapter 11, Yohana 11, the Bible says, Biblia inasema, Lazaro has died, alikuwa amekufa, and had been in the tomb, na alikuwa ndani ya kaburi for 4 days. Kwa siku 4. Human beings, hali ya kibinadamu, believed, waliamini, binadamu situation kwamba hali was finished, iliisha. But lakini to God, kwa Mungu, was not yet finished. Haikuwa imeisha. Jesus said, Yesu akasema, did I not tell you, sikuwaambia, that if you believe, kwamba mkiamini, you will see the glory of God? Mtauona ukuu wa Mungu. Jesus was saying, Yesu alikuwa akisema, did I not tell you, sikuwaambia, that if you believe, kwamba kama mkiamini, if you believe, kama mkiamini, you will see the glory of God? Je, hamtauona utukufu wa Bwana? Jesus
called Lazarus. Yesu akamuita Lazaro Out of the tomb. kutoka kaburini. And Lazarus Na Lazaro came out alive. akatoka akiwa mzima. Came out alive. Akatoka akiwa hai. I want to tell you, nataka kuambia my brothers and sisters, kaka yangu na dada yangu, my brethren, ndugu yangu, your situation, hali ulionayo may look like a Red Sea. inaweza kuonekana kama bahari ile nyekundu ya Your situation, hali ulionayo may look like a dead Lazarus. inaweza kuonekana kama Lazaro aliyokufa. But God, Lakini Mungu specializes is impossible situation. amebobea kwenye mambo Do yasiyowezekana. not give up Usikate tamaa because of the kwa situation. sababu ya hali Looks ulionayo. finished. Hali yako inaweza kuonekana, Looks finished. inaweza kuonekana Do imeisha. not give up Usikate tamaa because of kwa diseases sababu ya magonjwa that ulionayo you're passing through, ambayo unapitia, challenges, changamoto, storms, mawimbi, disappointed. kukatishwa tamaa. Hallelujah. Haleluya. Some of us, Wengine miongoni we are coming from a different family, tunatoka kutoka kwenye familia and mbalimbali, some of us, lakini wengine since we were born again, toka tumeokoka, we were kinakuja mpaka kinapotea. it's coming and it's losing. We were isolated Tulitengwa because we decided to follow kwa Jesus. sababu tuliamua kumfuata Yesu. Even today you don't have any relationship Hata leo hatuna uhusiano kabisa with your father and mother, na baba yako na mama yako, brothers and sisters, kaka yako na dada yako, because you trusted and followed the step kwa of sababu Jesus. pengine ulimwamini Yesu na kumfuata. But I want to tell you, Lakini nataka kuambia don't be discouraged. usikatishwe tamaa, Don't be discouraged. usikatishwe tamaa, Don't be disappointed, usikatishwe tamaa, because kwa sababu you made a good decision for you umechagua uchaguzi to follow Jesus. kumfuata Yesu. And trust me, Na niamini mimi, Jesus Yesu will never fail your life. hawezi Will never fail your life. hawezi kufanya Will ushindwe never kwenye maisha. fail your situation. Hawezi Will kufanya never ushindwe fail kwenye your maisha family. nayo. Hawezi kufanya Will never ushindwe kwenye fail to familia feed yako. your life. Hawezi kufanya ushindwe kwenye maisha Hallelujah. yako. Hallelujah. I want to prophesy this morning, Nataka kutabiri asubuhi ya leo, before you end up this kabla year, hujamaliza mwaka huu, God Mungu is going to unity your family. ataileta tena pamoja familia yako. God Bwana is going to unity your children. atawaleta watoto wako pamoja. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Kuna watu wamekata tamaa There are some people who are discouraged kutokana na maisha tunayopita, because of the life which we are living, kutokana na matatizo tunayopita, because of the problems which we are passing through. na wengine kwenye familia hawaongei. And others are not even speaking with their relatives in family. Baba ongei na mtoto, The father is not speaking to the child. mama ongei na The watoto, mother, the same. kaka dada waongei, Sister and brothers, they are not speaking. na wengine wanakuja paka kanisani And others are coming here, even at church, kwa sababu ya kukatishwa tamaa, because of being discouraged maneno ya watu, with the words of people. umekatishwa tamaa na maisha. You have been discouraged with life. Kila unapojitahidi kufanya biashara, When you struggle to do business, hauoni njia, you don't see the way. ndo kwanza matatizo yanakuja. The problems are still coming. Unafungua biashara Kariakoo, You open a business at Kariakoo, biashara za wengine zinaenda, ya kwako imebaba, others are blooming, are flourishing, tena wateja wanakuja and even the customers are coming. wanaishia kuuliza biashara yako They only asked, ila ni shilingi ngapi, asking. na ile shilingi ngapi. Wakimaliza hapo, When they asante, finish asking the price, wanaondoka. they go. Mbaya zaidi, anapoenda duka la pili, Bad enough, when they go to the second shop, nafanya shopping nzuri, they purchase many things. unajiuliza mimi na shida gani? Then you ask yourself, what problem Mbona mimi do I have? nimeokoka? I'm born again. Mbona mimi nampenda Yesu? I love Jesus. Kuna shida gani kwenye maisha yako? What is the problems? The problem is in my life. Unatamani kuolewa, You want to be married. umri unaenda, The age is advancing. unatamani kuwa na familia, You desire to have a family, halafu uone kama kuna uelekeo. and you don't see the direction. Watu wanakupita tu People are passing kama sanamu hivi, like a unajipamba mwenyewe, unajipambisha. statue. Unasema You mimi na shida decorate gani? yourself and say, what problems do Mbona I have? nimeokoka vizuri? I'm born again Mbona Christian, nanena kwa lugha? and I'm speaking in tongues. Hawa vijana wanioni mimi? And how comes this youth are not seeing me? Sikiliza, Listen, kwa Mungu to God, hakuna linaloshindikana. there is nothing which is impossible. Kwa Mungu To God, hakuna linaloshindikana. there is nothing which is impossible. Asubuhi ya leo nataka tuombe This morning, I want us to pray. kwa muda mfupi ambao Mungu ametupa. Within a short time which God has given us,
Kama kuna vitu vimeshindikana, when there are things which are difficult to you, vitawezekana. they will be done. Vitawezekana. It will be possible. Hakuna jambo ambalo lilokuwa ni gumu kwa There Bwana. is nothing which is impossible to God. Hata kama unaona mlima mrefu, even if you are seeing a huge mountain, unaona giza, you are seeing darkness, hauoni njia, you don't see the way. na mimi nakushauri katika nyakati hizo, and I'm advising usitafute ushauri wa kibinadamu. Don't ask the human advice. Ukikutana na binadamu, when you meet men, atakukatisha tamaa. They will discourage you. Maneno yake yanawezekana asiwe faraja kwako. His or her words may not be of good help to you. You see, jana na naongea na mtu mmoja. Yesterday I was speaking with one person. Afuatilia washirika fulani. He was following the church members. Na alipoongea nao kwa nini hamuonekani kanisani? And when he spoke to them, why you are not showing at church? Wakawa naeleza kuna baadhi ya maneno. They were speaking about certain words tamaa, which discouraged them. Kwa hiyo wakaamua kuzira. So they decided to not to come to church. Hawaji kanisani. They are not coming to church. Wamebaki nyumbani. They decided to stay at home. Hawamtumikii Mungu. They are not serving the Lord. Hawamwabudu Mungu tena. They are not worshiping the Lord again. Wameendelea na maisha yao. They have continued with their life. Ikawatia moyo. And I encourage them kwamba usiwafate wanadamu. That don't follow me. Mfate Yesu aliyekuita magorofani. Follow Jesus who has called you here. Na mimi natangaza asubuhi ya leo. And I'm declaring this morning. Kama una tabia ya kukatisha watu tamaa. When you have this spirit of discouraging some people, by today as I stand as a man of God, leo kama ninasimama kama mtumishi wa Mungu, I rebuke in the name of Jesus. Ninaikemea kwa jina la Yesu. That is bad behavior. Hiyo tabia ni mbaya. You have no any authority. Hauna mamlaka yoyote in this church. Kanisani hapa. To stop other people to come to the church. Kuwasimamisha wasije kanisani. Because of your perspective. Kwa sababu ya mtazamo wako tu? No. Hapana. I'm saying no. Ninasema hapana. Kila mtu ameitwa mahali hapa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Everyone is called for the God's purpose. Haijalishi ana changamoto gani huyo. Doesn't matter what kind of challenges. Haijalishi anaonekana kwa kiwango gani huyo. Doesn't matter how does he look like. Ndio maana hata sisi tunaonekana leo tupo hapa. Today we are here. Lakini ukiona picha zetu za zamani, but when you look at our, unaweza kusema huyu alikuwa ni chokora. You may say that we were street children. Lakini Yesu, but Jesus, anawaandaa watu hatua kwa hatua. Preparing people step by step. Hawezekani mtu akabadilika kwa siku moja. It is impossible for a man to change in one day. Na Roho Mtakatifu ndio anayebadilisha mtu. And the Holy Spirit is the one who is changing. Hata umwekee sheria 200. Even if you may put, lakini kama moyo wake haujaguswa na Roho Mtakatifu, when his heart is not touched, atakuitikia amina, lakini rohoni sio amina. But in the spirit it's not amen. Jifunze kuwavumilia watu. Learn to be patient at people. Katika nyakati na mapito yao. In the times of their difficulty. Mungu aliyewaokoa, the Lord who saved, ndiye anajua wapi mwisho wao. He is the one who knows their end. Mwisho wa siku sisi hatuna mbingu. At the end of the day we don't have heaven. Mwenye mbingu ni Mgalilaya anaitwa Yesu Mnazareti. Huyo ndiye peke yake. He is the only one tunayepaswa kumwabudu na kumtukuza, whom we need to worship. Hajawahi kutenda dhambi. He has sinned, lakini sisi wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. We fall short. Ndio maana hayupo katikati yetu mtu. That's why no one atayeweza kusimama mbele za Bwana, stand up before the Lord, akiwa ni mtakatifu na mwaminifu sana, clean and holy. Hata mimi mchungaji na matatizo yangu, I have my own problems, lakini Mungu ametuweka kusaidiana hatua kwa hatua, ili maisha yetu yajengwe katika imani, so that our life will be built in by faith. Na kutia moyo mpendwa katika jina la Yesu. In Jesus name. Kama umeamua kusali kanisa la magorofani, decided to worship here, asitokee yoyote, let no man ataye kukatisha tamaa, who come to discourage you, ataye sema maneno mabaya juu yako, speak bad words to you. Wewe muangalie Yesu aliyekuita magorofani. Look unto Jesus who has called you here. Ukimwangalia Yesu aliyekuita, utafika kwenye safari yako. Usiangalie maneno ya watu wengine. Unanielewa vizuri? Do you get me? Simama kwa miguu yako. May you rise on your feet. Nataka tuombe. I want us to pray. Nyosha mikono yako juu. Raise your hands up. Nataka tuombe.